Siku ni 20 mwezi ni wa Novemba mwaka 2025, siku ambayo Rais William Ruto baada ya leo mwendo wa saa 8:30 adhuhuri atafika katika majengo ya bunge kulihutubia taifa kutokana na sera, mwongozo, maendeleo, ahadi alizoziweka katika mwaka 2024-2025. Haya yote atayasema ikiwa nyuma yake kuna mengi ambayo ameyafikia na mengine ambayo mengi hajaweza kuyafikia. Je, yale aliyoyafikia ni yapi? Yote ataweka bayana, na yale ambayo hajayafikia pia anastahili kuyaelezea na kwa sababu kwa nini hajaweza kuyafikia hayo. Tukizungumzia masuala ya kilimo ambapo amekuwa akitoa ahadi tele za mbolea. Je, mbolea hizi ziliwafikia wakulima? Ziliweza kuzalisha chakula kwa kiwango gani? Hayo yote atakuwa akiyazungumzia. Masuala ya elimu, sera zile ambazo zilizopo sasa hivi, tunaona wapo wanafunzi gushi takriban 85,000. Je, hili linaweza kutatuliwa vipi ili kuokoa bilioni 1 ambayo inapotea kutokana na wanafunzi hawagushi ambao wapo katika taifa hili la Kenya, wakati mlipa ushuru anawalipia kwenda shuleni? Si hayo tu, masuala ya usalama. Tumeona migogoro bado katika maeneo, baadhi ya watu wakipoteza maisha yao kutokana na wezi wa mifugo. Humu nchini tukizungumzia usalama, tunazungumzia demokrasia. Wapo wale ambao wamekuwa wakitekwa humu nchini kiholela na kupotea wasifahamike walipo. Kimataifa, rais atazungumzia ziara zake ambazo amekuwa akizifanya mara kwa mara katika mataifa ya Ghuba, mataifa ya Marekani na mataifa ya Ulaya. Je, ziara hizi zimekuwa na manufaa gani? Na zile za humu Afrika, tumewaona viongozi wa Afrika wakija hapa Kenya kuweka mikataba. Hivi punde kabisa akiwa rais wa Senegal ambaye alikuja humu nchini Kenya. Je, mikataba kama hii inamfaidi vipi Mkenya? Na je, Mkenya ambaye yupo kule nje analindwa vipi? Tukizungumzia ulinzi wa Wakenya, tumeona Wakenya wakitekwa na kufungiwa kwa takriban siku kadhaa. Na kule Tanzania ambapo pia kumekuwa na uchaguzi, rais mwenyewe alizungumzia kauli ya kusema ni vigumu Afrika kupata kura ya 96%. Lakini wapo Wakenya ambao wapo Tanzania na mpaka sasa hivi hatima yao haijulikani ni ipi. Karibu sana. Tutakuwa tukiangazia mustakabali wa taifa, darubini ya taifa, ambayo tutakuwa tukifuatilia hotuba yake Rais William Ruto ambayo anatarajiwa kuisoma leo adhuhuri. Mimi naitwa Suleiman Yeri, na ni miaka mitatu sasa tangu Rais William Ruto achukue hatamu za uongozi. Ajenda ya mfumo wa bottom up ambao hapo awali ilitangazwa kama mabadiliko makubwa kwa taifa la hasla, sasa ajenda hiyo inaonekana kutetereka. Kile kilichouzwa kama suluhu kwa mama mboga, waendesha bodaboda na wapambanaji wadogo sasa kinayeyuka na kubadilika kuwa mazungumzo na madeni matarajio yaliyopotea na ndoto zilizowekwa kando. Je, Rais Ruto ametimiza au ameharibu? Vera Mura anachunguza rekodi ya miaka mitatu ya Rais William Ruto kutoka kwa mafanikio, makosa na ahadi zilizowekwa katika njia panda wakati anapojiandaa kuhutubia taifa hii leo adhuhuri. Rais anapojitayarisha kuhutubia taifa Alhamisi, Wakenya wengi wakiwemo mama mboga, waendesha bodaboda, wakulima wadogo na wapambanaji kwa ujumla, yani walengwa wa ajenda ya bottom up, bado wanasubiri serikali itimize ahadi zake. Tulikubaliana mambo ya bottom up. Wale wako chini tuwainue, ndio sisi wote tuishi kama ndugu. Tulikuwa tuna matarajio kubwa sana, lakini mpaka saa hii ile pesa watu walikuwa nayo ni kama imetoka kwa mfuko. Hiyo watu waboka ndio wanafinyilio hivi. Sasa kusema walisema, lakini matendo bado hatujaona sisi. Upatikanaji wa mikopo nafuu ilikuwa ahadi kuu katika manifesto ya Kenya Kwanza. Hustler Fund, ambayo hapo awali ilihusishwa na mapinduzi ya kifedha, sasa inazongwa na zaidi ya shilingi bilioni 6 za mikopo isiyolipwa. Na pengine ikihisi muda wa ahadi zake unayoyoma, serikali ya Kenya Kwanza ilizindua mpango wa Nyota ilikusudia kuangazia vijana, lakini kinyume cha vigezo vyake vinazima mwanga huo wa kuwafungia vijana nje waliomaliza elimu ya sekondari. Wakati huo ukosefu wa ajira bado unawafuata vijana licha ya ahadi ya uundaji ajira kupitia makazi ya uchumi wa kidijitali. Kila ward tutakuwa na ICT hub. Miaka mitatu baadaye, uchumi wa kidijitali haujaanza. Na mtu ya kiosk, na watu wa boda,
wapate pesa ya kuinua biashara yao. Wakenya wanajua vyema kwamba mara tu rais anaposhika kipaza sauti wakati wa hotuba yake, sauti hubadilika na kuwa kampeni kali, huku akitetea miradi yake anayoipenda. Miradi ya makazi nafuu ambayo anasisitiza inabadilisha maisha, lakini takwimu zinanong'ona ukweli mchungu. Kwani matozo ya ushuru ya makazi kutoka kwa mishahara yanahisiwa na wengi kama kodi bila maelezo. Na kabla nisahau, gharama ya maisha imekuwa mzigo mkubwa kwa Wakenya wengi, ilhali serikali ya Kenya Kwanza imezidisha mikutano ya barabarani kote nchini, ikipangwa kama ziara ya vijana na uwezeshaji kiuchumi. Mamilioni ya shilingi yanatumika kila kituo kwa mbwembwe na sherehe. Hivi karibuni, karibu shilingi bilioni 1 ilitumika katika tukio moja huko Ikulu. Swali linabaki, je, hii ni serikali yenye rasilimali nyingi au inayohangaika kununua tena imani ya umma? Hatimaye, rais unapohutubia taifa, kuna familia bado zinaendelea kutafuta wapendo wao waliopotea kwa miezi kadhaa, huku nyingine zikibeba majeraha ya kupoteza wapendo wao. Rais, ulikuwa umeahidi kwa nguvu kushughulikia jambo hili. Na yale yamesemekana mambo ya abduction tutakomesha. Lakini watetezi wa haki za binadamu wanaendelea kujumuisha idadi ya waliotekwa nyara ikiongezeka ndani ya nchi na hata nje ya mipaka. Bila kusahau, mamia ya Wakenya bado wapo hatarini baada ya kuvutiwa na ahadi za ajira za nje, kisha wakajikuta kwenye mnyororo ya utumwa. Mheshimiwa Rais, Wakenya wanatarajia uwape majibu ya hatua ya kuwaokoa na kuwarejesha nchini. Vera Moraa, KTN.